Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV, HBTV. Msemaji anaanza milioni, milioni 3, milioni 4. Wao wapeni hawa airtime, wapeni kidogo nao wasemeseme. Na washukuru sana Mheshimiwa Waziri, asante asubuhi kuamka na sisi hapa. Una kazi nyingi, una majukumu mengi, una shughuli nyingi kwenye lile kubwa la Wizara ya Habari, lakini umekubali kuja kumuunga mkono ndio kuniseme mwanao. Mheshimiwa Mage yule nataka kuombea, nasikia Mheshimiwa mtarajiwa Nasibu, lakini na vile vile naungana na mkono na Mheshimiwa Rais wa TFF mzee wangu Wallace Karia. Lazima nimpongeze sana Mheshimiwa Wallace Karia na TFF yake. Ndio TFF ya mafanikio, naweza kusema kuliko yoyote yanayotokea huko. Ndani ya mwaka mmoja tumefuzu AFCON, ndani ya mwaka mmoja tumefuzu CHAN, ndani ya mwaka mmoja tumechukua Eastern Central African Champions ya under 17 under 20, tumekwenda kuchukua kombe la kule la vijana wanawake, lakini kubwa kupita yote mwaka huu umewezesha Simba kucheza robo finali klabu bingwa Afrika. Hajafanya klabu yoyote kwenye group stage, na wao Yanga Afrika wamerukia huko, wamepata safari wanaenda kushiriki. Kwa hongera sana Dr. Mimi namtaka Dr. Karia. Asanteni sana na wapenda sana, I love you. Naweza kujibu? Nusu dakika. Uzuri punguza kidogo. Huyu hana panchi. Subiri kwanza. Ndio sijapanda kwenye stage. Anayejisifia mafanikio, raha yawe ni mafanikio endelevu. Sio nyota ya ujanja. Umeshukuru TFF kwa kukuwezesha. Bwana, statement zako waandishi wa habari wabaya watatohoa ndugu yangu. Na ndio maana haya yote haya yamesababishwa na Yudi Songo. Tukutane kesho kutwa inshallah. Okay. Jamani, ni majigambo tu mawili matatu, lakini pia baadaye kidogo tutaweza kuita mwakilishi wa Azam ambaye ni moja pia ya klabu ambayo inaleta upinzani mkubwa sana kwa soka la Tanzania na kuweza kukuza pia michezo hapa kwetu Tanzania. Lakini pia japo kwa dakika moja nitakuja niite mwakilishi kutoka TFF, lakini naomba nizungumze kitu kimoja. Watu wote tunaweza tukatupia macho kwenye screen zetu ambazo zimo ndani, ambazo zipo kama 3 hivi. Hicho ndio kitu ambacho kinaendelea upande kama wa nyumba kama ya 3 hivi. Ndio kuna uwanja mkubwa, helikopta hiyo imeweza kushuka na kuweza kuwashusha watangazaji wetu wapya wa Sports Arena ambao pia wamejiunga na timu Wasafi Media. Tuna vipindi mbalimbali na hii ni kama trailer tu jamani, kwamba vitu ambavyo vinakuja vitakuwa si mchezo, kwa sababu sisi hatuna kitu kidogo. Hilo nawahakikishia jamani, tunaomba makofi jamani, kwa sababu nasema kabisa, hivi kuna show gani imekuwa launched kama hivi? Watangazaji wanakuja na helikopta, si kujigamba, lakini tunaweka hadhi ya kitu kwamba bwana, mwisho wa siku watu wajue kabisa kwamba hapa kama Manara anavyolalamika kwamba watatia hongo 2-3, sasa mtu umemshusha na helikopta utatia hongo shingapi jamani? Kwa hiyo ni kwamba kuonyesha kwamba hapa patakuwa hakuna mkono wowote, kila kitu kitaenda kwa balancing na kila kitu kitaenda kwa haki bila haki. Kwa hiyo ni kujituma tu, lakini pia naweza kutoa pongezi zaidi kwa wana michezo mbalimbali ambao wameweza kusaidia kusukuma mungu ya michezo nchini Tanzania mpaka kuweza kufika hapa siku ya leo. Hapo kama mnaona ndio watangazaji wetu wanashuka kwenye helikopta kama nilivyowaambia kwenye huo uwanja, na hapo namuona Maulidi wa Kitenge ameshashuka, lakini pia namuona Edo Kumwembe, na pia tukiangalia vizuri atashuka Mkule ambaye pia ni moja ndio producer wa show yetu, lakini pia ni presenter. Na pia hapo kwa mbali namuona Ahmed Abdallah, moja kati ya watangazaji ambao wako vizuri, almost michezo yote wanaifahamu. Ndio maana wote hao wameweza kuonekana kwamba wana vigezo vya kuweza kujoin na sisi Wasafi Media. Hivyo tukaendelea kushuhudia hili tukio. Mimi naomba dakika moja tu niweze kumkaribisha rais wa TFF, kwa sababu
wamezungumza mengi hawa. Kwa rais, karibu sana uweze kutia maneno yako mawili matatu wakiwa wapo safarini kuweza kufika eneo la tukio hapo Wasafi Headquarters. Karibu. Mheshimiwa Waziri wetu ambaye anasimamia masuala yetu ya michezo pamoja na habari, mwenyeji wetu ndugu yangu Nasibu, marais na viongozi wenzangu wa mashirikisho mbalimbali ya michezo Tanzania, ndugu zangu Haji na Nugas, wasanii mbalimbali mlioko hapa, wanahabari, wageni waalikwa, habari za asubuhi. Bado ni asubuhi. Mimi nisichukue muda mrefu sana, isipokuwa kwanza nimshukuru ndugu yetu Nasibu kwa hili ambalo amelifanya. Ni jambo kubwa sana na anaunga mkono jitihada za serikali, lakini pia na jitihada zetu sisi za kuhakikisha kwamba michezo inakuwa juu. Uzinduzi wa hiki kipindi, lakini enda sambamba na chombo chake cha habari hiki Wasafi Media kama walivyozungumza wenzangu, ni jambo kubwa. Kuna ajira zitatengenezwa, lakini pia watatoa habari, watafafanua mambo mbalimbali yanayohusu michezo, ukiacha mengine ambayo yanahusu masuala mbalimbali ambayo yatakuwepo, lakini kwa sababu mimi ni mtu wa michezo nitaongelea sana kuhusu michezo. Na uanzishaji wa kipindi hiki, mimi ni matarajio yangu kwamba kipindi hiki kitaleta picha tofauti, kwa sababu ni kipindi kipya, kimejifunza mambo mengi kutokana na changamoto ambazo wameziona kwenye vipindi vingine vya michezo, lakini ni kipindi ambacho kama alivyoomba ndugu yangu Haji na Nugas kwamba kitakuwa kinatoa mambo kwa balance, pia ni vizuri zaidi. Lakini pia hata kama tutakuwa na vipindi majadiliano hivi, sisi kwenye mashirikisho hatuwezi kufanya vizuri bila kukosolewa. Unapokosolewa ndio unaweza kufanya vizuri zaidi. Mijadala ile tunaisikiliza vizuri kabisa, mingine huwa tunaijibu, tuna react, lakini mingine tunanyamaza, tunachukua, tunakwenda kufanya marekebisho au kufanya ufanisi zaidi katika utendaji wetu. Lakini pia nizungumze kabisa kwamba katika mafanikio ambayo tumepata kwenye shirikisho, mimi na wenzangu tukikaa, jambo la kwanza tulikuwa tunakaa kuangalia kwamba lazima tuhakikishe chombo cha habari hiki kimetuzungumza sisi tofauti, tuthibitishe kwamba haya wanayozungumza ni tofauti na ambayo wanazungumza. Kwa hiyo wametusaidia pia kuhakikisha kwamba tunakimbia badala ya kutembea, na ni matarajio yangu makubwa sana kwamba ingawa waandaaji, wazungumzaji kwenye kipindi chetu hiki cha michezo Sports Arena watakuwa wametoka kwenye vyombo mbalimbali, lakini vizuri wakija hapa waje na mambo mapya kuhakikisha kwamba wanakitendea haki kipindi kipya ambacho kimekuja, ili tuweze kupata tija kwenye michezo yetu. Mimi kama shirikisho la mpira wa miguu na wasaidizi wangu tutakuwa bega kwa bega kushirikiana na kipindi hiki, lakini pia na kituo hiki. Tuna mambo mengi, tuna product nyingi, nyingine ziko Azam, lakini na nyingine pia najua zitakuja hapa. Siku sio nyingi tutakuwa na vipindi, michezo, mashindano yetu ambayo yatakuwa yanafanyika Sports Arena. Wasafi Media watakuwa wanaonyesha. Nadhani watu washakaribia. Nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwatakia kila laheri. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa Waziri, ana kazi nyingi, amekuwa bega kwa bega kila sehemu tunapokuwepo kwenye mambo ya michezo, na leo tumekuwa naye hapa. Mimi namshukuru na Mwenyezi Mungu ampe afya njema, aendelee kuwa pamoja na sisi, kwa sababu pia watu wanasifu kwamba kipindi cha Karia, lakini pia ni kipindi cha Mwakiembe. Kuna mawaziri wengi walipita,
hawakuweza kufanya hivyo. Jinsi anavyotusimamia na jinsi tunavyoishi naye ni changamoto ambayo inatusababisha tufanye vizuri. Asante sana Mheshimiwa Waziri, Mwenyezi Mungu akuongoze na akupe afya njema, uendelee kutuongoza vizuri. Asante sana. Tunashukuru sana. Huyu ni rais wa TFF ambaye ameweza kutoa yake mawili matatu, lakini pia baraka zake za Sports Arena, ambao ni show yetu mpya kabisa ya kimichezo kupitia Wasafi FM, lakini pia Wasafi Media kiujumla. Mabibi na mabwana ambao mmeweza kufika sasa hivi, ni mwendo takriban dakika kama 3 wale mahost watakuwa wamefika hapa Wasafi Headquarters, lakini kuna kitu ambacho ni cha surprise kidogo nataka tuweze kuwaonyesha, ambacho kimeweza kuandaliwa na timu Wasafi Media wakiwa wanakaribia hapa. Kwa mnaweza mkatupia macho screen yetu kubwa hapa mbele ili muweze kuona intro ya hawa vijana ama host wetu wa Sports Arena itakuwaje, lakini pia na nyinyi muweze kujishuhudia utofauti wa Wasafi Media na media zingine. Karibuni na muenjoy. Kidogo turudie watu waweze kuenjoy. Jamani, hivyo ndio vitu ambavyo vinaonyesha utofauti wa Wasafi Media na media zingine. Twenzetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.